Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa mwanamichezo nambari 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wetu, imefanya mapinduzi makubwa kwenye sekta ya michezo kama sehemu ya utekelezaji wa ibara ya 243 ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Miongoni mwa hatua hizo zilizochukuliwa ni pamoja na la kwanza, kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya michezo unaolenga kusaidia timu za taifa na shughuli nyingine za kimichezo. Lakini la pili, imeongeza bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ikiwemo na ile ya Zanzibar katika kutoa fedha nyingi zaidi kuliko za mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko linalokwenda kukidhi mahitaji ya uratibu wa shughuli za michezo. Tatu, tumeshuhudia medali mbalimbali na kumepatikana medali 3 za kihistoria kupitia mchezo wa ngumi katika Africa Games iliyofanyika nchini Ghana mwaka 2024 baada ya kuzikosa kwa miaka zaidi ya 10. Hili halipaswi likapita bila kujipongeza. Tujipigie makofi kwa wanandondi kufanya vizuri zaidi. 4, timu zetu kufikia hatua ya fainali katika michuano ya vilabu kwa ngazi ya Afrika, matukio ambayo hajawahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka ya karibuni, kwa miaka mingi, lakini sasa tumeona timu zetu zikifika ngazi ya fainali kabisa. Na wote mnajua wiki moja iliyopita timu yetu imeweza kutuwakilisha kwenye ngazi ya fainali. Na sote tunashuhudia Mheshimiwa Rais akihamasisha timu zetu kupitia kampeni ya Goli la Mama, kampeni ambayo imeleta hamasa kubwa katika timu zetu kufikia mafanikio makubwa, ikiwemo timu yetu ya taifa ambayo sasa inakwenda kushiriki mashindano ya AFCON. Lakini tunaendelea na uimarishaji wa miundombinu, ujenzi wa viwanja vipya vya kisasa vya michezo katika majiji ya Arusha, Dodoma na kuimarisha viwanja kadhaa hapa jijini Dar es Salaam, ikiwemo na ukarabati wa uwanja wa Mkapa ambao maandalizi yanaendelea. Ukarabati huu unakwenda kuthibitishia umma wa Tanzania lakini na dunia kwa ujumla kwamba tunao uwezo wa kuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN mwaka huu mwezi wa 8, lakini pia AFCON mwaka 2027 ambayo Tanzania itakuwa ni moja kati ya wenyeji wa mashindano hayo. 6, tunakwenda kuongeza ushiriki wa timu za Tanzania za michezo katika mashindano mbalimbali, na tumeona mafanikio haya kutoka mashindano 68 hadi mashindano 402 yameweza kushirikisha timu zetu za Tanzania. Ushiriki wa timu za Tanzania katika mashindano hayo umesaidia sana wanamichezo kujifunza na kuitangaza nchi yetu kimataifa. 7, kupanda kwa nafasi ya viwango kwenye shirikisho la mpira wa miguu ni mafanikio makubwa mengine ambayo lazima Watanzania tujivunie. Kutoka nafasi ya 137 hadi nafasi ya 107 kwenye ngazi ya FIFA ni jambo kubwa sana. Lakini pia 8, kuendelea kuimarisha michezo katika ngazi zote za elimu na kuanza kwa mpango mkakati wa kufufua vyuo vidogo vya taaluma vinaitwa Sports Academy, ambavyo leo kwa mujibu wa sera yetu ya Wizara ya Elimu inaruhusu private sector, sekta binafsi na sekta ya umma kuanzisha shule ya vijana wadogo ya kufundisha michezo mbalimbali. Hii inasaidia kuwaleta pamoja vijana wakaonyesha uwezo wao kimichezo, na tumeona sekta binafsi, kiko kiwanja kimoja Mikocheni, Oyster Bay, kinafundisha vijana. Watu wanakwenda kwa wakati wao, wanajifundisha mchezo, wanarudi. Nimeenda pia Zanzibar, tumeshuhudia shule ya vijana wadogo, lakini pia tumeona wadau mbalimbali wakikusanya vijana wadogo na kuwafundisha michezo mbalimbali. Hili wizara, ongezeni nguvu kuhakikisha kwamba michezo inatoa upana mkubwa kwa wadau mbalimbali kushiriki katika kuanza kuelimisha vijana wadogo, huku serikali ikiwa imerudisha michezo ya shule za msingi, UMITASHUMTA, UMISETA na michezo ya vyuo kwa lengo la kukuza vipaji vya wale ambao
wanadhihirika kutoka ngazi ya chini. Na 9, uimarishaji wa chuo cha umahiri cha michezo cha Malia. Serikali imewekeza zaidi ya bilioni 42 kujenga chuo kikubwa cha umahiri wa michezo ambako tayari awamu ya kwanza imeanza kujengwa na viwanja vinaandaliwa, madarasa na mabweni kwa ajili ya kuruhusu wataalamu mbalimbali kwenda kusoma. Chuo kile kitafundisha pia na wanaotaka kujua umahiri wa michezo kwenye eneo letu la Afrika ya Mashariki. Kila kitu kitakuwa pale Mali.